Katika nchi ambayo soka ni zaidi ya mchezo, ni lugha ya umoja, tumaini na fahari, jina Young African Sports Club imeendelea kung'ara kama taa gizani. Kila mechi ya ligi ya mabingwa Afrika inapoanza, mioyo ya Watanzania husimama pamoja, macho yote yakielekezwa kwa kijani na njano, sio kwa mihemuko ya kawaida, bali kwa sababu Yanga ya sasa imebeba ndoto ya taifa zima, kuipeperusha bendera ya Tanzania katika anga la soka la Afrika. Msimu huu safari ya Yanga imekuwa ngumu zaidi kwa sababu ya kundi gumu walilopangiwa. Kundi lililojaa timu bora zisizoelezeka, hasa zile za Kiarabu ambazo zimezoeleka kutawala michuano ya CAF. Haya ni makundi ambayo kwa jina tu yanatosha kukatisha tamaa, makundi yenye klabu zenye historia, fedha, miundombinu na uzoefu mkubwa wa hatua za juu za mashindano. Lakini Yanga imeamua kusimama kama mwanaume mbele ya dhoruba. Katika mapambano dhidi ya Waarabu, Yanga haijaingia uwanjani kama mgeni mwenye woga, bali kama mpinzani anayejitambua. Kila mechi imekuwa vita ya mbinu na akili. Safu ya ulinzi imejengwa kwa nidhamu ya hali ya juu, ikizuia mashambulizi ya kasi na mipira ya juu, alama ya timu nyingi za Kiarabu. Kiungo kimekuwa moyo wa timu, kikivunja kasi ya wapinzani, kumiliki mpira na kusukuma mashambulizi kwa umakini mkubwa. Zaidi ya hilo, Yanga imeonyesha ukomavu wa kisaikolojia, hasa katika mechi za ugenini. Viwanja vya Kiarabu si rahisi, presha ya mashabiki, mazingira ya uhasama na shinikizo la ushindi wa lazima. Lakini Yanga imecheza kwa utulivu, ikipambana hadi dakika ya mwisho, ikionyesha kuwa haibebi tu nembo ya klabu, bali hadhi ya Tanzania nzima. Ndani ya kundi hili la moto, kila pointi inayopatikana ni ushindi mkubwa. Kila sare au ushindi dhidi ya vigogo,